tutaweza kuingia katika nafasi hiyo ingine tukiendelea. Bwana wetu Yesu Kristo, ninakuinua na ninakutukuza. Umejaa nguvu na mamlaka, umejaa upendo, fadhili, umoja na utukufu. Asante kwa sababu kazi yako Bwana Jehova Jireh ni wewe umetupa na umetufanya tukaweza kuifanya, kama vile kitabu ya Mark inasema ya kwamba, Mark 2 inatuambia kwamba Mungu aliwachagua wale 12 ndio waweze kumtumikia, na yeye alikuja ulimwenguni ndio aweze kuhubiri. Kwa hivyo Mungu wangu na Baba yangu Yesu Kristo akaonyeshana ya kwamba hakuna kitu kingine kimemleta ulimwenguni isipokuwa tu kuhubiri, na aliwachagua mitume ndio waweze kuwa pamoja naye wakimtumikia, hata wao waweze kuhubiri. Na kama vile alivyowachagua, hivyo ndivyo amenichagua mimi, na hivyo ndivyo amemchagua yule mwingine yeyote yule atatambua hii siri ndani ya kazi ya Mungu, ama ndani ya mawazo ya Mungu, yale Bwana alikusudia kutoka kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Akawachagua, akatuzaa sisi ndio tuweze kuwa sehemu moja pamoja naye, ndio tuweze kufanya kazi yake kulingana na vile apendavyo. Ninakuinua Bwana wangu Yesu Kristo, ninakutukuza wewe Bwana uliyetoa uhai wako ndio mimi niweze kuishi. Ulikuja ulimwenguni ukabadilisha mwili wako wa utukufu, ukavaa mwili ulio na udhaifu ndio uweze kukamilisha udhaifu wote ule uliokuwa ndani yetu. Asante Mungu, ni kwa sababu kutoka wakati ule hiyo kazi ilifanyika kumpitia mwanao, mimi nimeitwa kiumbe kipya. Nimegeuka, nimegeuzwa. Hiyo kazi yote ya kugeuzwa si yangu, ila ni yeye amenigeuza. Amenipa neno lile linaoniongoza, na neno lile linaponipa nguvu, uwezo na mamlaka ya kutenda yote yale anayohitajika iweze kutendwa na mwanadamu katika ulimwengu. Asante Mungu wangu kwa sababu ya baraka zako zote za rohoni. Asante ni kwa sababu ya kufungua mawazo yangu. Sasa siku ya leo sijavumbwa mawazo yangu, imefunuliwa, na sasa mambo yote ya siri ya ufalme wa mbinguni ninayo ndani ya moyo wangu. Ni kwa sababu Mungu wangu amefunuka ndani yangu, amenifunulia mambo mengi kuhusu kazi ya Kristo Yesu. Watu wengi hawajajua siri ile imefichwa. Sio sheria ya Musa. Ile sheria ya Musa ndio ilikuja kufunika kile kilikuwa kinachonenwa kutoka mwanzo, kutokana na kazi ya Kristo. Ninashukuru Bwana kwa sababu ya kunijulisha na kufanya niweze kutambua hiyo kazi ya Kristo Yesu. Hiyo imeleta nguvu, mamlaka, imeleta upendo, umoja, imeleta imeleta amani, na imeleta ushirika mmoja pamoja nawe Mungu katika maisha yetu sisi wote, wakati wowote ule tuishivyo hapa ulimwenguni. Na kutukuza wewe Baba yangu, na kuinua wewe Baba yangu. Wewe ni mkuu kuliko yote aliyo ulimwenguni, na wewe ni Mungu wa yote. Tunakuinua na tunakutukuza. Ninasulavakit divinity thy Father, be thy Lord neglected thy constantability. Ati hakuna uoga wowote ndani yangu, hakuna uoga wowote ndani ya mwaminio yeyote yule anayeamini kazi ya Kristo vile inavyofanya kazi katika maisha yake. Ya mrinded thy conceivability, thy lordality, thy faligenity, paranete thy father gloria, lipirity thy Father Jehova Jireh. Na njia zetu zote zimefunuliwa uwezo na hata nuru ile Bwana Jehova Mungu wangu Kristo Yesu uliotupa sisi tukaweze kufuatilia katika uwezo wote na katika nguvu zote, tuweze kutenda kazi hiyo kwa mamlaka inayotoka ndani yako. Na ndio watu wote wale walio katika giza waweze kutoka gizani mwao waingie katika nuru, waweze kutoka katika kifo waingie katika uzima. Ni kwa sababu Kristo Yesu ulichukua kifo chetu kikawa kifo chako, ukachukua maradhi yetu na magonjwa ikawa maradhi yako Bwana, ukachukua
ukachukua hali yoyote ya udhaifu tuliokuwa nayo ikawa udhaifu wako, na ukafa msalabani ndio sisi wote tukaweze kufunguliwa na kupewa haki na kupewa uzima na kupewa ushindi, na tuweze kusimama mbele za Mungu tukiwa na uwezo wote na nguvu zote na mamlaka yote kulingana na vile Mungu wangu na Baba yangu ulivyokuwa umepanga kutoka mwanzo. Pokea sifa, ni kwa sababu ya kutufanya viumbe vipya katika uwezo wako Bwana. Mbele yako Bwana Jehova Jireh tumekubalika. Katika uwezo wako Bwana Jehova Jireh sisi tutenda kazi kulingana na vile upendavyo. Retorinated thy consibility, desire merited thy Father, benoseted thy Father. Asante ni kwa sababu mawazo yetu ilibadilishwa. Sasa hatuko na mawazo ile ya kwanza. Tuko na mawazo ile Mungu Kristo Yesu ametupa sisi, ndio tuweze kuwaza kama vile anavyowaza, tuweze kutenda kama vile anavyotenda, tuweze kuzungumza kama vile anavyozungumza, tuweze kuwa tuweze kuwa na mfano kama ule alivyo nao weye mwenyewe katika ufalme huu wa ulimwengu na hata wa biguni. Alomania kulmaha ligleneted thy kemesuria dignited thy consutruba reality thy Father. Aliushusha ufalme wa biguni kutoka juu akauleta ulimwenguni, ndio mwanadamu aweze kutambua na kuelewa na kujua merited thy consultility, be thy king to abandoned thy Father Jehovah God. Pokea sifa Bwana wangu, ni kwa sababu katika mamlaka yako yote sisi twaitwa wana wa Mungu, sisi tumefanyika kuwa wana wa Mungu, na sisi sasa hatuna mawazo yetu sisi, ila tuna mawazo tu ya Mungu, yale aliyotutia kumpitia mwanao Kristo Yesu. Pokea sifa kwa sababu ya ufalme huu umetupa hivyo tu bure kumpitia mwanao Kristo Yesu, yule aliye katika kiti cha enzi cha utukufu na ufalme wa Mungu. Katika uwezo wote ametukirimia nasi hiyo nguvu na uwezo, na akatupa Bwana Jehova Jireh utukufu wa kutenda kazi na kuyanena mausia yake na kuyatenda kulingana na vile Bwana wewe unavyopenda. Ninakuitukuza na ninakuinua. Asante ni kwa sababu ya uponyaji, asante ni kwa sababu ya familia zetu kuzilinda na kuokoa watoto wetu, kuokoa mabwana wetu, kutuokoa sisi wa mama, na kuokoa Bwana Jehova Jireh watuliosaliwa pamoja nao, na kuwaokoa wazazi wale walituzaa. Asante ni kwa sababu ya kufanya kanisa wewe kuwa mwanzilizi wa mwanadamu na hata kuwa mchungaji wa kanisa katika uwezo wote. Rima kasereted thy consentability pirineted thy Father, na kutuondolea hali yoyote ile iliyokuja ya kutuchanganyikia na ya kutufanya watu watu wale waliokuwa hawana uwezo, hawajui njia, lakini sasa tutambua mambo yote kulingana na vile upendavyo. Ninashukuru wewe Bwana kwa sababu ya furaha na amani uliotia ndani ya moyo wangu, ukaniondolea udhaifu wote na ukaniondolea yale yote yaliyokuwa yananipinga nisikose kazini mwako na nisikose kufanya kazi yako. Pingamizi za kila aina ukatuondolea, ndio sisi tukaweza kusimama katika uwezo wako na nguvu zako. Pokea sifa na utukufu, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen, 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 amen. Nashukuru sana kwa uwezo wote wa Mungu, na nikimuona Purity Maina pale, nimemuona ametangulia mahali pale. Nashukuru Bwana sana tukiongea na tukinena kuhusu kile Mungu aliyetupa. Ni kitu gani hicho Mungu aliyotupa cha gharama, cha dhamana sana, na cha kilifanya yani kilitoa gharama kubwa, kilipeana yeni. Yes, sasa naweza semaje? Kile tulipewa kilitoka gharama, kilitoka uzima, kilitoka damu, kilitoka mwana wa Mungu kufa, kuzikwa na kufufuka, ndio sisi tuweze kuitwa wana wa Mungu wasio na mawaa. Na kusema wasio na mawaa ni wasio na hatia yoyote ile, wakionekana mbele ya Mungu. Jambo moja inanifurahisha ni ya kwamba mwanadamu anaweza kuniona nikiwa na hatia. Mwanadamu anaweza kuniona nikiwa na dhambi. Mwanadamu anaweza nistakia jambo lolote lile anavyotaka. Lakini furaha moyoni mwangu ni ya kwamba Mungu hanioni na kile ninaonekana na mwanadamu.
Mungu hanihesambii yale mwanadamu anaweza kunihesambia. Mabaya yote Mungu haioni, sababu anajua ya kwamba wakati ule nilipoamini kazi ile mwanaye Kristo Yesu aliyoifanya hapa ulimwenguni, nilifanyika kuwa chombo kipya, kiumbe kipya katika macho yake. Kwa kuniona kwake, mimi ananiona nikiwa mtu mpya, mtu aliye na moyo mpya, usio na mawaa, usio na hatia yoyote. Ananiita mkamilifu, ananiita mwenye haki, ananiita mwenye nguvu, ananiita mtoto wake, ananiita mkamilifu. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu tu ya kuamini kile nilichokiamini pale mwanzo. Wakati ule niliamini kazi ya Kristo, nilifanywa kuwa mwana, nilifanywa kuwa, alinikomboa na nikaitanishwa na Mungu wangu. Kwa hivyo tukiongea mambo haya, tunaongea tukijua ya kwamba katika Bwana sisi sio vile tulivyokuwa pale mwanzo. Tumefanywa kuwa viumbe vipya, new creation. Tumefanywa kuwa a new creation. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hivyo katika kazi ya Mungu nimekubalika, katika uwezo wote wa Mungu nimekubalika, katika uzima, ufalme wa mbinguni nimekubalika. Na wewe nataka kukuambia umekubalika. Bora ni uamini kile Mungu anachokihitaji, ni uamini kazi yake. Na kazi yake si ile ya uumbaji. Kazi ya Mungu si ile ya uumbaji. Kazi ya Mungu ni ile aliyofanya wakati aliyemtuma mwanaye Kristo Yesu. Yeye ndiye alimtuma aje ulimwenguni aweze kutupa kile kilichokuwa kimetayarishwa na Mungu hakutoka mwanzo. Kwa hivyo tunapokea promise ile Mungu aliyonena kutoka mwanzo kupitia mwanaye Kristo Yesu. Na asubuhi ya leo nataka tuweze kuangalia katika kitabu, katika neno katika kitabu ya 2 Corinthians 1:20. 2 Corinthians 1:20. 2 Corinthians, yes. Yeah. Second Corinthians inasema ya kwamba 1 mstari wa 1 na wa 20 inasema ya kwamba at for all the promises of God in him are yes, are yeah, and in him amen, and to the glory of God by us. Maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio. Tena kwa hiyo katika yeye ni amen. Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Bwana asifiwe. Kiswahili inatuambia ndio hiyo sasa. Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Na wakati ule nilipokuwa ninatazama huo mstari, nilitambua na nikajua ya kwamba jambo lolote litokalo katika kinywa cha Bwana inatuonyesha ni yes. Kwa Mungu ni yes. Kwa Mungu ni ndio. Kwa Mungu ni ndio. Kwa hivyo akisema nimekuokoa, ukweli ukiamini ni ndio. Na wokovu ule amekuokoa nayo, wewe hauioni. Kile anataka tu ni useme yes. Kama vile naye kwake ni yes. In everything kwake ni yes. Bwana asifiwe. Kwa Yesu hakuna no. Kwa Mungu hakuna no. Kwa Christ ni yes. Katika kazi yake yote
amepeana chochote kile tunafaa kuwa ndani yake kwa kuaminiana pamoja na yeye. Bwana asifiwe. Akisema nimekuokoa, mimi nafaa niweze kusimama katika mwanya wa kusema yes, nimeokolewa. Akisema nimekuponya, kazi yangu ni kusema yes, ameniponya. Akisema nimekufungua kutokana na dhambi, yes, ameniokoa, amenifungua. Akisema nimekuinua na nimekubariki na baraka zote za rohoni, kazi yangu ni gani? Kusema yes, nimebarikiwa na baraka zote za rohoni. Haleluya, Bwana asifiwe. Huyu ndiye yule Mungu, kwa sababu kazi ya Mungu wetu na Baba wetu ni kusupply his goodness unto us. Kazi yake ni kusupply wema wake kwetu sisi. Kazi yake ni kutupa uwezo na mamlaka katika maisha yetu kila wakati, usiku na mchana. Baba yangu akisema mimi nimekupa mamlaka ya kukemea mapepo, ya kuponya. Ya Yesu Kristo, mimi kazi yangu ni kusema nimepewa mamlaka, nimepewa uwezo wa uponyaji. Niko na kila amenipa gifts. Sababu hivyo ndivyo neno linasema. Ndani yangu niko na gifts za Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Upendo wa Mungu akiniambia, nikikutana na neno katika mistari, amesema mimi nimempenda mwanadamu, najihesabu mahali pale. Baba yangu amenipenda. Baba yangu amesema amenipenda. Baba yangu anasema alinipenda hata kabla msingi wa ulimwengu kuwekwa. So mimi nimependwa. Mimi sina jambo lolote la kunivunja moyo, sababu aliye ndani yangu hawezi kubali niweze kuvunjika moyo wangu. My dears, neno la Bwana limetwambia, for all the promises of God is in him are yes. Yake yote ametupa, yani promise, ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio. Na ikiwa ni ndio, hata kwangu iwe ni ndio. Ikiwa kwake ni amen, hata kwangu iwe ni amen. Kwa hivyo sina upungufu wowote. Amen. Haleluya. Sina vita yoyote. Amen. Bwana asifiwe. Sitapungukiwa. Amen. Sitakufa na dhambi. Amen. Sawa? Kwa hivyo kila Mungu alitangulia kutupa kutoka mwanzo ni wokovu. Na hiyo ndio inasema niulize ya kwamba nini Mungu alitupa? Kila Mungu alitupa ni wokovu. Bwana asifiwe. Na nikizendelea na nasema, what is salvation? Wokovu ni nini? Na inatufikia namna gani? Wokovu ni nini na inatufikia? Ni nini Mungu alitupa? Bwana asifiwe. Wokovu ni nini? Na tunaupokea namna gani? Bwana asifiwe. Tukiendelea tu, tutaendelea tu kuelewa kitu moja moja kwa sababu ya uwezo wake. Nasema hivi, salvation is God's giving. Giving what? His spirit to man. Wokovu ndio kile nini alitupa ni wokovu. Na nikisema hivyo nasema yes. Kwa sababu kwake ni yes. Kwake ni ya. And amen. Nimewapa nini? Ametupa wokovu. Yes, tumepewa wokovu.
Na ndani ya wokovu kuna mambo mengi sana yamejificha ndani. Na ni misaada yetu sisi katika ufalme ule tunaoishi ndani yake. Nigenagio muno ni Ngai. Kwa sababu hata wakati ule ninajikuta katika nafasi ya kusikia kama sina nguvu, na kubuka ni nani aliyenitangulia, na kubuka ni nani aliyesimama katika mwanya wa mimi kama mtoto wake kuitwa mwenye haki. Ni yeye alimtuma mwanae ndio mimi niweze kuitwa mwenye haki. Kwa hivyo salvation is God's giving his spirit to man. Hallelujah. Mungu ndiye anampa wanadamu tulizaliwa tukiwa hatuna roho. Bwana asifiwe. Na kusema hatuna roho ni kusema ya kwamba hatukuwa tumefanyika kuwa mmoja, tumehesabiwa katika ufalme wa Mungu. Hatukuwa tumehesabiwa watu wa kuingia katika ufalme wa Mungu. Tulikuwa tumehesabiwa kama vile wanyama. Wanyama hawataingia katika ufalme wa Mungu. Miti haitaingia katika ufalme wa Mungu. Mito haitaingia katika ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Ndege wa angani hawataingia katika ufalme wa Mungu. Lakini mwanadamu amehesabiwa kuingia katika ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo, yeyote yule hajajua kuhusu hiyo neema Mungu alipeana kumpitia mwanae, huyo mtu hana wokovu. Hajapokea kile Mungu apeanacho. Hajapeana kile Mungu apeanacho. Hajakipokea. Na kama mtu hajakipokea, hajafika katika nafasi ya kupokea kile Mungu alichokipeana. Alikipeana kabla ya sisi kuzaliwa. Alikitoa kabla ya sisi kuzaliwa. Alikinena juu ya sisi kuzaliwa. Kuna promise alinena juu yake. Na ile promise si kitu ingine, ni salvation. Alituahidia wokovu. Na ule wokovu ndiye unamata kama mtu ataingia katika ufalme ama hataingia. Sababu ni wengi wanasema nimeokoka, lakini hawatauona ufalme wa mbinguni. Ni wengi wanasema Mungu amenipa, Mungu amenifanya, lakini ufalme wa Mungu hawatauona. Bwana asifiwe. Sababu kama hawajafundishwa njia ya kuelewa na kutambua, kupokea ule uzima na ule wokovu na ule uzima kutoka kwa Bwana kupitia mwanae, ule wokovu kutoka kwa Mungu kumpitia mwanae, mtu atakuwa katika madanganyo, katika mawazo yake na katika moyo wake. Kwa hivyo ninasema nini? Mungu aliufanya namna gani ndio tuweze kupokea? Mungu wetu mfalme aliupeana kupitia wakati ule. Alipeana huu wokovu, ama alitupa hiyo promise. Hiyo ilitufikia wakati ule alimtuma mwanae Kristo Yesu. Na wakati alipomtuma mwanae Kristo Yesu, alimleta katika ulimwengu tulio ndani yake. Na wakati Kristo alipokuja, alikufa. Wakati alipokufa, alizikwa. Na wakati alipozikwa, baada ya 3 days, alifufuka. Yesu alikufa ndio mimi na wewe tupokee kile Mungu alichokuwa amekipeana katika ulimwengu. Kama Yesu hangekufa, hatungepokea the promise of God. Tungekuwa tunaiba kulikuwa na promise. Hallelujah. Na kuna watu wanaiba hiyo wimbo hata siku ya leo. Hawajafikiwa na hiyo promise. Hawajafikiwa na ule wokovu. Hajafikiwa na ile salvation. Wako tu katika wimbo usio na faida yoyote katika maisha yao. Ni kunena wananena tu. Wokovu wao ni ule wa siku moja, unakuisha the following day.
Wokovu wao ni ule unaondoka ukirudi. Kwenda kanisa kwao ni kuonyeshana kazi wanaoifanya katika maisha yao, sababu hawajatambua wala hawajajua mapenzi ya Mungu katika kumpitia mwanae Kristo Yesu ndani ya wokovu. Bwana asifiwe. Mimi ninajua pasipo Kristo there is no salvation. Hallelujah. Pasipo Kristo there is no life. Kwa hivyo kumpitia Kristo ndio niko na uzima wa milele. Ndio ninaimba wimbo wa wokovu. Ndio ninahubiri katika roho wa Bwana, nikitambua na nikijua ya kwamba Mungu alitumika kumtuma mwanae Kristo Yesu aje ulimwenguni, afe, azikwe na afufuke siku ya tatu. Haleluya. Ndio mimi niweze kukombolewa na kuitwa mwenye haki ama mtoto wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo huo mstari wa 20 tumeuangalia na tumeusoma. Mstari wa 22 unasema ya kwamba now he which established us with you in Christ and had ordained us is God. Hallelujah. Ni kama vile neno linasema wokovu ni wa Bwana, ama wokovu atoka kwa Bwana. Bwana asifiwe. Unapeanwa na Mungu. Anasemaje? Yeye ndiye ame-establish. Now he which established us with you in Christ and had ordained us is God. Basi yeye atufanyaye imara pamoja nanyi. Basi yeye atufanyaye imara pamoja nanyi katika Kristo na kututia mafuta ni Mungu. Mungu ndiye ametutia mafuta. Yeye ndiye ametuordain. Kazi ya ordination ni Mungu anatufanya. Now he which established us with you in Christ. Kwa hivyo tumekuwa established in Christ. Bwana asifiwe. Katika maisha yetu Mungu alituchagua. Katika kitabu ya Ephesians na katika Colossians tumekuwa ordained. Tumechaguliwa. Bwana asifiwe. Tumeitwa. Nilikuwa ninasoma katika kitabu ya Mark, nikaona vile Kristo aliwaita mitume waweze kuwa pamoja na yeye katika kazi yake, waweze kumtumikia. Na neno linasema ya kwamba ati yeye kazi yake ilikuwa kuhubiri, kwa sababu yeye alijua kazi yake tu katika ulimwengu ni kuhubiria watu, ni kuwatoa watu katika ulemavu wa dhambi. Ile dhambi haingewezekana, haingetolewa na pastor, haingetolewa na bishop, haingetolewa na mafuta wala kukula mesa wala kukunywa divai, haingetolewa na kwenda kanisa, haingetolewa na kujifunga wala kuomba. Hii kazi ni Mungu tu anaweza kuifanya. Na aliifanya miaka 2000 imepita. Aliifanya na akamuokoa mwanadamu kutokana na ile hali ya utumwa wa dhambi. Bwana asifiwe. Na akafanya tukaweza kutambulika na kujulikana katika Kristo. Tulitambulika. Haleluya. Kristo
alitupa uwezo ule wa kutoka katika hali ya utumwa tukaingizwa katika pendo lake mwenyewe na Baba. Sio sisi, sio pasta, sio kanisa. Tuliingizwa kwa kupenda kwake, akatuingiza. Kwa uamuzi wake akatuingiza. Nasi tunajua namna gani tumeingizwa. Tunajua na hii njia moja tu: kulisoma neno na kuliamini. Kulisikia neno kwa watumwa, kwa watumishi wale wametumwa, na kuliamini lile neno, na kusimama katika mwanya na katika pengo la kuamini ya kwamba ile kazi yote Yesu aliyoifanya alifanya kwa ajili yangu, na kuelewa na kutambua vyema sio Yesu aliyotenda dhambi, sio yeye aliyofanya dhambi, ila ni mimi nilikuwa mwenye dhambi. Na wakati alipokuja katika ulimwengu, alichukua dhambi yangu, akanifanya kuwa, akaniosha, akanisafisha mimi kutokana na ile dhambi, ikaacha kuonekana kwangu, akaniondoa katika hiyo hali ya kuitwa mwenye dhambi, akaniingiza katika pendo lake la kuitwa mwenye haki. Kwa hivyo, ukweli nilikuwa mwenye dhambi. Ukweli nilifanyika kuwa mwenye dhambi kumpitia mtu mmoja. Lakini kwa pendo la Baba, John 3:16, kwa pendo lake Baba aliweza kumtuma mwanae, ndiye naye mwanae atuweze kunitoa katika hali ile ya utumwa wa kifo. Kwa sababu neno linasema ya kwamba msahara wa dhambi ni mauti. Bwana asifiwe. Msahara wa dhambi ni mauti. Na kama nilikuwa na dhambi, kifo kilikuwamo ndani yangu. Na kama kifo kilikuwamo ndani yangu, mimi singeitwa mwana wa Mungu. Mimi singepokea ufalme wa mbinguni. Mimi singepokea wokovu. Lakini wakati ule, kwa sababu uzima huu ndani ya damu, Kristo, uhai, yani uhai uko ndani ya damu. Kristo alikuja katika ulimwengu, akafa ni kwa ajili ya dhambi ile niliyokuwa nayo, ile wewe mwanadamu uliyokuwa nayo. Miaka 2000 imepita, akafa katika msalaba. Nataka kusema tunapokea salvation namna gani? Nini hicho kipawa tulipokea? Tulikipokea kupitia njia gani? Tulikipokea kupitia kuamini, sababu sio kitu tulipewa mkononi, sio kitu tunaona na macho. Ila Yesu Mungu amesema yote yale ameiandika, yote ni yes. Yote yale yatokao kwake ni yes. Na yale yametoka kwake sio gari, sio nyumba, sio nguo, sio mafasi, sio mashamba. Haleluya. Yes, Mungu alinena na pumzi yake ni uhai. Bwana asifiwe. Ndani ya kinywa chake kinatoka uhai. Na uhai hauonekani. Uhai ni yani ni kitu, ni spirit. Kwa hivyo ni mimi niweze kuamini yale ameyanena. Neno linasema ya kwamba katika Timothy, 2 Timothy, anasema ya kwamba ati kile kilitoka katika kinywa, yani watu waandishi, kile walichokiandika ni kile kilitoka katika pumzi ya Bwana. Maandiko yale tunayoyasoma ni pumzi ya Bwana. Pumzi haionekani. Kwa hivyo watu wale wanajipima wokovu wao na mali na utajiri na manyumba na magari na mashamba na pesa kwa bank. Wewe ni bilionea. Hiyo sio kusema umeokolewa, na hiyo sio kusema wewe ni wa Mungu, na hiyo sio kusema kwa sababu unaendaga kanisa umekuwa mwana wa Mungu. Hapana, kuna kitu kingine bora kuliko mali ya ulimwengu, kuliko utajiri wa ulimwengu. Utajiri ni mzuri sana. Utajiri ni mwema. Na ninatamani watu wote waweze kutajirika. Lakini hata kama tunatajirika,
Wacheni neno la Bwana liweze kuwa chanzo, kuwa ndio chanzo, kama vile neno linasema, kwanza utafuteni ufalme wa mbinguni na haki yake, haya mengine utazidiziwa. Katika ufalme wa Bwana, kujua juu ya ufalme wa Bwana ndio kunafaa kuweze kutambulika kwanza katika maisha yetu. Na huu kutambua ni kutambua kazi ile Kristo Yesu aliyoifanya wakati alipotumwa katika ulimwengu. Alikufa, akazikwa na akafufuka. Udhaifu wa mwanadamu ni mwili tulio nao. Udhaifu katika ndani ya maishani mwangu ni huu mwili nilio nao. Naye wakati Yesu alitoka akiwa Mungu katika uungu wake, akaja ulimwenguni, akavaa mwili huu niko nao. Huu mwili ni wa udhaifu. Yesu akawa mdhaifu kama vile nilivyokuwa mdhaifu. Kama vile wewe ulivyo mdhaifu, Yesu alipokea udhaifu. Alichoka. Yesu alipata njaa. Yesu aligojeka. Yesu aliumwa. Yesu alikasirika. Yesu alilala. Yesu alifanya kazi. Yes. Yesu alitukanwa. Yesu alikataliwa. Yesu aliuawa. Haya yote tunayopitana nayo katika ulimwengu, Yesu alipitana nayo. Kwa nini alipitana nayo? Kwa nini? Kwa sababu aliuvaa mwili huu wa udhaifu. Huu mwili unaitwa mwili wa udhaifu. Wakati ule utaondoka katika huu mwili wa udhaifu, hakuna kitu kitakufungilia. Utakuwa na upenyo wa kila mahali na kila jambo. Utakuwa na upenyo, lakini wakati huo hautakuwa katika ulimwengu huu. Utakuwa umetoka katika huu mwili. Utaingia katika roho kama vile Mungu Yesu Kristo baada ya siku 3 katika kaburi alifufuka, akarudi katika nafasi yake ya kwanza, katika mahubiri yake ya kwanza ya rohoni. Akarudi kuwa Mungu kama vile alivyokuwa Mungu kamili kutoka mwanzo. Mwanadamu hageokolewa ama kutolewa katika kifo na mwanadamu mwingine mwenzake. Moses alishindwa, Sheria ilishindwa, Adam alishindwa, Abrahamu alishindwa, John the Baptist alishindwa. Bwana asifiwe. Nimewataja wale sasa tunajua mababa wetu wale tuna nini sana. Walishindwa. Nani alikubalika? Ni Christ. Sababu gani? Mungu alifanya agreement. I think sijui inaitwa agreement ama waliweza kuwa na nini? Waliweza kusikizana pamoja. Bwana asifiwe. Na akaja ulimwengu, akamtuma ulimwenguni. Mungu akamtuma Mungu katika ulimwengu. Alimwambia Mungu kama hali hapa, na mimi Mungu niende ulimwenguni. Niende niwafanye wale watu wote kuwa wenye haki. Niende nife. Kifo kile kinafaa kuwa chao, kiwe kifo changu. Haleluya. Mateso yale yanafaa kuwa yao, yawe mateso yangu. Dhambi ile iliyokuwa yao iwe dhambi yangu. Haleluya. Ndio niweze kuwaingiza mahali pale wanafaa kuwa katika maisha yao, wakiwa tu katika ulimwengu na katika ule mwili. Na kwa sababu ndio waweze kuamini yanawezekana, we enda huko ulimwenguni uvae mwili kama wao. Na ukiuvaa wakuone na mwili, watakukubali na watakuamini. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mtu wa roho, hakuna roho amekubalishwa kuwa katika ulimwengu. Ulimwengu si wa watu maroho, yale wale hawana mwili. Ulimwengu ni wa wale wote walio na mwili. Bwana asifiwe. Tumekubalika katika ulimwengu kwa sababu tuna mwili. Yesu alikubalika nyakati hizo sababu alikuwa na mwili. Siku ya leo Yesu hana mwili, kwa hivyo hayuko hapa. Na mimi wakati nitatoka mwilini, wakati wewe utatoka mwilini, utaenda mahali wale wasio na mwili wanaendanga. Bwana asifiwe. Mahali pale akina our fathers, our forefathers. Watoto wetu wale wameshaondoka ulimwenguni, wako na huko kuna kaliwa na wale watu wasio na mwili. Bwana asifiwe. Sasa mstari wa 22 inasema, who had also sealed us and given the earnest
the earnest of the spirit of our heart. Asa in our heart, sorry, sio of, in our heart. Naye ndiye aliyetutia muhuri, akatupa arabuni ya roho mioyoni mwetu. Bwana asifiwe. Ucio ndiye Kristo. Ucio niwe Kristo uria turaria iguru riake, uria tuwe ate akuire agithikwo na gicoka kuriuka ni tondu wa gutuhonokia ithuĩ. Ya alafu akasema ya kwamba neno linasema ya kwamba 22, he has given to us the proof of the spirit. Alisealed, ametufanya kuwa sealed. Sealed, tumesiliwa, tumetiwa muhuri wa kutambulisha ya kwamba tumeokolewa. Hiyo seal ya Roho Mtakatifu, hiyo seal ni Roho Mtakatifu, na hiyo seal inaitwa Roho Mtakatifu. Tumeipokea kwa sababu tuliokolewa. Nini kinatangulia? Wokovu. Na tena tunaokolewa wakati gani? Tunaokolewa wakati ule sisi tu wenye dhambi. Tunapokea Roho wakati huo tu wenye dhambi. Seal. Roho ni kusema amegeuka, ametoka katika dhambi, yeye ni kiumbe kipya. Roho wa Bwana ndiye ki ya kuonyesha ya kwamba umetoka katika dhambi, umeingia katika wokovu. Haleluya. Bwana asifiwe. Nikinena haya niko na amani nyingi sana ndani ya moyo wangu na furaha, kwa kujua na kuelewa ya kwamba I'm sealed. I have the Holy Spirit in my heart. Na hiyo ni kusema ya kwamba nimeokolewa, nimefunguliwa, mimi ni wa Kristo. Yale yote amejipanga kuja kwangu haina mamlaka, sababu hata ikikuja, kwa sababu itakuja. Niwaigwa ndakwira ni maundu macio ni meguka, ndugecirie matigoka. No nginya magerie gwetha njira, watatafuta njia ya kuja ndio yapingane nami, ndio yapingane nawe. Lakini nataka kukuambia haiwezi kukuangamiza. Kwa nini? Kwa sababu yale yote Mungu amesema, nimeokoa mwanangu, umeokolewa tayari. Hakuna kifo kingine kinaweza kuja kikuondoe katika mapenzi ya Mungu. Wewe hauwezi backslide ati kwa sababu Shetani amekuja na watoto wake, amekuja na vitu vyake vyote. Lakini ni nani huyo anasema hawezi backslide? Ni yule ameokolewa katika ile njia inaofaa kumpitia mwana na kuamini katika kazi yote Yesu Kristo aliyoifanya wakati ule aliyokuwa hapa ulimwenguni. Haleluya, Bwana asifiwe. Wokovu ni kwa Mungu kumpitia mwanae. Wokovu si wa kanisa, wokovu si wa pastor. Foundation yako yote ya wokovu haikuhusu wewe. Foundation ile umesimama juu yake sio yako. Hiyo ilitiwa na Kristo ndani yako. Haleluya. Na wakati ule nilishamaliza kuokoka na nikapokea Roho Mtakatifu, sasa hiyo ndio nitaonyesha kile nitajenga nacho juu ya hiyo foundation niliyoipokea. Si kuifanyia kazi, si kuitambua, lakini mwingine alisimama kwenye mwanya ndio niweze ona. Mmoja alisimama kwenye mwanya na ndiye Adam akanifanya mwenye dhambi. Sio mimi nilifanya ile dhambi. Hiyo ndio neno linasema katika kitabu ya Roman 5. Bwana asifiwe. Ati kwa kupitia mmoja
nikafanywa kuwa mwenye dhambi. Sio mimi nilifanya dhambi. Hiyo 5:14. Sio mimi, sio wewe ulifanya ile dhambi. Ilifanywa na mtu mmoja, na ndiye Adam. Mwingine mmoja, na ndiye Christ. Kama vile mmoja alitufanya kuwa wenye dhambi, mwingine mmoja, na ndiye Christ, akaja. Mwenye hakuwa amefanya dhambi na hakuwa anajua dhambi, akaichukua ile dhambi ilikuwa imefanywa na Adam, nikaabukizwa na nikaigizwa ndani yake. Kama vile si kuifanya, na kama vile sio mimi nilikuwa nimetangulia kufanya hiyo dhambi, mwingine naye akanja, mwenye hajafanya ile dhambi, akaichukua ile dhambi kwangu na kwako. Haleluya, Bwana asifiwe. Neno linasema sio wakaitwa wenye dhambi hata wale wasiofanya ile dhambi. Mimi ni mmoja wa wale wasiofanya. Wewe ni mmoja wa wale wasiofanya ile dhambi. Wewe ni mmoja, mimi ni mmoja. Kwa sababu ya upendo wa Mungu alimtuma Kristo kwa wale wote hawakuifanya ile dhambi, waje waweze kuondolewa katika ile dhambi. Kama vile tuliichukua bure, ndivyo imetolewa kwetu bure. Hiyo ni Roman 3:24. Kama vile tuliichukua bure, hivyo ndivyo tu imetolewa bure. Hakuna malipo, hakuna kazi, hakuna jambo inahitajika uweze kufanya. Hautakiwi ufunge ate ndio uokolewe, haitakiwi uombe ate ndio uokolewe, haitakiwi hata uende kanisa ndio uokolewe, sababu hiyo yote haitokani na wewe. Tunaokolewa wakati tugali tu wenye dhambi, tukiwa hatujui Mungu, tukiwa hatujui maombi, tukiwa hatujui kufunga, tukiwa hatujui kanisa, mafaida ya kanisa ni nini. Haleluya. Anatuokoa tukiwa tugali wenye dhambi. Hiyo ni Ephesians 2. Bwana asifiwe. Tumefunguliwa tukiwa tu wenye dhambi, tukiwa tu wafu, akatufungua katika kifo. Yule aliyetumwa. Kazi ya Mungu ni bora kwa yeyote yule anayeiamini. Kazi ya Mungu ni uzima kwa yeyote yule anayeiamini. Bwana asifiwe. Na kuamini kazi ya Mungu kumpitia mwana, hapo ndipo wokovu unaanzia. Sio kuambiwa kusema nyuma yangu. Kuambia sema nyuma yangu haina kitu inaleta katika maisha yako ya rohoni. Haleluya. Kuambiwa enda kanisani ndio uokolewe, hakuna faida yoyote inaleta katika maisha yako. Kuambiwa toa sadaka na utoe tithe ate ndio uokolewe, uonyeshane ate wewe ni mmoja wa wale wako kanisani, haikuna faida yoyote. Wokovu ni kwa Bwana, si kwa mwanadamu, si kwa kazi, si kwa matoleo, si kwa kuomba, si kwa kusoma Biblia, si kwa nini. Hiyo inapeanwa bure. Wacha nikusomee. Haleluya. Tukinena haya, watu wengine wanaonanga tunanena vitu tofauti na vitu isio, lakini Romans 3:24 inasema, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Tunahesabiwa hivyo tu bure. Ni akina nani wanahesabiwa? Namba 23. Wale wanahesabiwa hivyo tu bure ni hawa wako 23. For all have sinned and come short of the glory of God. Kwa sababu wote wamefanya dhambi
na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hivyo tunafanywa haki tukiwa wenye dhambi ama tukiwa tungali geuka? Hapana. Tunakuanga tu wenye dhambi. Tunakuanga tu wafu. Ephesians 2:1 inasema ya kwamba ati, and you had he quickened who were dead in trespasses and sins. Nanyi mulikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Tulikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zetu. Hallelujah. Tulikuwa tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe. Tuteremke mpaka mstari wa 4. Hiyo Ephesians 2:4. But God, who is rich in mercy, for his great love, wherewith he loved us. Lakini Mungu, kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyetupenda. Number 5. Even when we were dead in sins, had quickened us together with Christ. By grace you are saved. Ni kwa neema, si kwa kujitolea kwako, si kwa kwenda kanisa kwako, sio kwa kutoa tithe na sadaka. Hallelujah. Sio kwa kutolewa mapepo na kutolewa mairisi na kuambiwa mambo zako. Hapana. Sio kwa kuwa tajiri, sio kwa kuwa na pesa nyingi. Hallelujah. Hata akina Abrahamu na wale wengine walikuwa matajiri wakuu sana, lakini tunaona Mungu akiwatokea ndiye awatoe katika miungu yao. Walikuwa matajiri hata kama walikuwa wanaabudu miungu ya mababa zao. Na sisi tulikuwa chini ya miungu ya wazazi wetu. Yesu akanja, akatutoa katika ile miungu, akatuokoa, akatutoa katika mawazo yetu, akatutoa katika kujiongoza, akatutoa katika kujiona, akatutoa katika kujiinua, akatutoa katika katika hali yote hiyo ile damanao na umwili. Umwili hauna kitu ingine. Kazi yake ni kukutoa katika mapenzi ya Mungu na kukuingiza katika kupungukiwa na neema ya Bwana. Bwana asifiwe. Ni Kiswahili inasema, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituuisha pamoja na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema. Ni kwa neema ya Mungu tumeokolewa. Nani ametuokoa? Mwanae Kristo Yesu, akiwa ametumwa na nani? Na babaye. Wakati alipokuja ulimwenguni, alikuta wenye dhambi na watu wameshakuwa wafu. Alitukuta tukiwa wafu. Kwa hivyo wokovu sio kubadilika kunatangulia. Sio ate ni kwenda kanisa kunatangulia. Sio kutenda kazi kunatangulia. Kile kinatangulia, haleluya, ni kugeuka. Unageukia kazi yako, unageukia mawazo yako, unakubali mawazo yako iweze kubadilishwa. Na mawazo inaweza badilishwa na nini? Hakuna kitu ingine yoyote isipokuwa to the word of God. Mawazo yako haiwezi badilishwa na utajiri. Mawazo yako haiwezi badilishwa na kwenda kanisani. Mawazo yako haiwezi badilishwa na kutoa tithe. Mawazo yako haiwezi badilishwa na kuhubiri wala kuomba, wala kubatizwa. Haiwezi. Haiwezi. Mawazo yako inabadilishwa na kitu tu kimoja, the word of God. Wakati umeamini neno la Bwana, mawazo yako inabadilishwa.
Wakati inapobadilishwa, ndio unaiba wimbo wa utukufu na kujua ya kwamba nimefanywa kuwa kiumbe kipya, sababu mawazo yangu hainiongozi tena. Nimekivaa kiatu cha mtu mwingine, sitembei na changu tena. Nimeuvaa utukufu wa mwingine, wangu nimeuondoa. Adam aliondoa utukufu wa Mungu, alitoa vazi ya Mungu, akavaa vazi yake, akatengeneza majani. Alivua ya Mungu, akavaa yake ilimwangamiza. Watu wa Mungu, mavazi yetu inatuangamiza. Mavazi yetu ni mawazo yetu, inatuangamiza kabisa. Wokovu hauna maarifa. Ule Paulo alinena juu yake. Kanisa ya Wakorintho, kanisa ya Warumi, wako na juhudi ya kumjua Bwana, lakini ni wokovu huo wao hauna maarifa. Watu wengi wameokoka wokovu huo wa kuitwa kujeni muokoke, kujeni mpeane mioyo yenu kwa Kristo. Ni moyo gani ulikuwa nao kabla Yesu hajakuja? Uzima wa Bwana ulikuja, moyo mpya ulikuja wakati ule Kristo Yesu alikufa msalabani. Bwana asifiwe. Haleluya. Hatuwezi peana mioyo yetu kwa Kristo, mioyo imekufa. Tena hatujui njia ya uzima wa milele, kwa sababu hatukuwa tunajua neno, hatukuwa tunajua vile tunafaa kupokea uzima ule. Tungepeana aje mioyo yetu? Na tulikuwa tu wafu. Mwenye mtu amekufa hana uzima ndani yake, ako tu na kifo. Kwa hivyo mimi nijue nilikuwa nimekufa, lakini yeye akaja akanipa uzima wake. Kile kilikuwa kifo ndani yangu, akakifukuza, akatia uzima ndani yangu. Bwana asifiwe. Haleluya. Mundu kwete dari moyo ageheana. Mundu kwete dageheana moyo. Yes. Mundu wina mehia, ngoro yake no njehia. Iyo humbetwo ni gikuo, ne humbetwo ni waganu, humbetwo ni mahitia. Koguo ri niki agikiheana, agihe Jesu ngoro yake ikiatia nayo. Haleluya. Yeye ndiye alikuja kutupa, sio sisi tunampa. Ndikani turanyitana wega. Sio sisi tunampa, yeye ndiye anatupa. Uzima ni wa Bwana, ukweli ni wa Bwana, utakatifu ni wa Bwana. Yeye atupe, achukue udhaifu wote ulio ndani yangu, achukue umaskini wote ulio ndani yetu. Haleluya. Achukue laana yote, na alichukua laana yote iliyokuwa ndani yangu. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo maandiko inasema. Hakuna kitu sisi tunampa Bwana, yeye ndiye anatupa. Hakuna kitu sisi tulimpa Christ ndiye atufie. Yeye ndiye alikuja akafa hata kabla sisi hatujakuja ulimwenguni. Bwana asifiwe. Number 6, and he had raised us up. Hiyo Ephesians 2 tumesoma 4, 5, sasa ninasoma 6. And he had raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Kwa hivyo mimi, kwa sababu ya kuamini hiyo kazi Kristo aliyoifanya, mimi niko katika mkono wa kulia wa Bwana ndani ya Kristo. Nimefichwa ndani ya Kristo. Hapo ndipo utawala wangu ulipo. Hapo ndipo ninatawala. Hapo ndipo ninanenea. Hapo ndipo ninaaminia. Haleluya. Sina jambo lingine lolote katika maisha yangu. Yeye amenipokea, amenikubatia, akaniambia, mwanangu, rest. Mwanangu, pumzika. Mimi niko katika kazi. Haleluya. Yesu akanifanyia kazi yote. Na baada ya kunifanyia kazi yote, neno limetuambia akaenda katika mkono wa kulia wa Baba.
na sisi tulifufuliwa pamoja naye. Neno ndio limesema, na kwa sababu tulifufuliwa pamoja naye, wale wote wameamini kazi ya Kristo. Hiyo ndio inaitwa ufufuo. Kuamini kwa kazi ya Kristo ndio ufufuo katika kifo kiliyokuwa ndani yako. Ulikubali kazi ya Kristo, ukafa pamoja naye. Kwa hivyo ulikubali kifo chake, ulikubali kuzikwa kwake, ulikubali kufufuka kwake. Na kukubali huko ndio mimi sasa, kwa kukubali nimekufa pamoja naye, nimekubali nimezikwa pamoja naye, nimekubali nimefufuka pamoja naye. Sasa tuko katika mkono wa kulia wa Baba. Wacha nirudie huo mstari. Haleluya, Bwana asifiwe. Neno linasema ya kwamba and had raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Kuamini kifo hiyo ya Yesu ndio kufa kwako pamoja naye, kuzikwa kwake pamoja naye, kuzikwa kwako pamoja naye, na kufufuka kwako pamoja naye. Sasa tu mmoja, tumefanyika kuwa mmoja. Kwa hivyo ndani ya Kristo, hapo ndipo niko. Nimeketi katika mkono wa kulia wa Baba ndani ya Kristo. Haleluya. Nasemaje? Haujachelewa. Haujachelewa. Hata ukiwa utakufa kesho haujachelewa. Kumbuka yule mwizi alikuwa katika msalaba. Hakuchelewa. Wakati alimwamini na wakati alimwambia amkumbuke, hapo akawa katika mmoja wa katika uwezo ule wa kukumbukwa. Katika hiyo nafasi masaa yangu imekwisha na ninaona sijamaliza, lakini siku ya kesho tutaweza kuendelea na Roman. Tutaweza kuendelea na kitabu ya Warumi kesho, sababu time yangu imekwisha. Na kuna mambo mengine ninataka kuyafanya. Lakini kabla ya yote nataka kukwambia, wewe haujajua, wewe unafikiria kwa sababu uliitwa uweze kuokoka kwa sababu ulikuwa mgonjwa. Atekujeni hapa wagonjwa nyinyi wote. Ugonjwa unaweza ponywa hata ukiwa haujaokoka. Kile kitu hauwezi pokea ni uzima wa milele kama haujaokoka. Na tena hauwezi pokea neema ya Kristo, the grace of Christ, ukiwa haujaokoka. Number 2, hauwezi pokea the Holy Spirit kama haujaokoka. Wokovu ndiye kupokea Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Wewe uliokolewa kwa sababu ulikuwa mgonjwa. Wewe uliokolewa kwa sababu nyumba yako ilikuwa karibu kukwisha, divorce ama kutengana. Wewe uliokolewa kwa sababu ulikuwa unataka business yako iweze kufanya vizuri, ama upate fedha, ama uweke pesa kwa bank. Ama uliokolewa kwa sababu waganga walikuwa wanakukibisa. Uliambiwa wewe ni mshawi. Uliambiwa wewe yani wewe ni mtu aina ulifanya uweze kuokolewa. Haleluya. Ati kwa sababu ulevi kwako, pombe kwako ni nyingi, bagi kwako ni nyingi, dawa za kulevya kwako ni nyingi, ukaokoka ndio, yani ukiokoka watoto wako waokoke. Na kuambia mtu wa Mungu, hiyo yote sio wokovu. Wokovu hautokani na sababu yoyote. Wokovu haikuji kwa sababu yoyote. Wokovu ni kipawa. Ni kipawa tumepewa. Wokovu ni kipawa, si sababu. Yeah. Salvation is a gift. Na gift haitokani na sababu yoyote. Ni mtu amejipendea kukupa kipawa. Haleluya. Kristo akajitoa tuweze kupokea kipawa kutoka kwa Baba. Sio kwa sababu ya vile unapeana, vile unapenda watu, vile unawafanyia kazi, vile umebatizwa, vile unakula mesa, vile unaomba maombi mengi,
vile unasoma masaa mengi, vile unafunga siku nyingi, vile unakula mesa, vile unakunywa divai, vile wewe ni kiongozi wa kanisa, vile ninahubiri, haya yote haiwezi kufanya uokolewe. Na hiyo ndio tuliokolewa nayo hapo bereni. Tulidanganywa. Tukaokolewa na wokovu una mwisho. Huo wokovu wa hizo vitu zote una mwisho. Utabomoka. Na ukibomoka utaachwa bure. Ni aibu tupu ya wokovu ya sababu fulani. Mimi ni kipawa nimepokea. Wale wanajua injili ya Kristo ndio wanatambua ninasema nini. Wale wanajua mwana wa Mariamu na Mariamu atatuombe, Mariamu ndio atuombee kwa Mungu, kwa Yesu, sijui kwa Yesu ama kwa Mungu. Nakwambia umepotea sana. Hauelewi unasema nini. Haujui wewe ni nani. Uko tu kusimu ndani. Haleluya. Hakuna mahali Mariamu alituombea. Hakuna mahali tunaweza ombea mtu amekufa ate ndio aweze kuhurumiwa apewe uzima. Kama haujaamulia hapa na kuamini kazi ya Kristo, na kuamini kufa kwake, kuzikwa kwake na kufufuka kwake, na uamini umekufa pamoja naye, umesikwa pamoja naye na umefufuliwa pamoja naye kwa njia ya ukombozi ulio ndani yake, sio kwa sababu ya kitendo kile umetenda, ama jambo lile umelitenda. Oh, haleluya. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna wakati wokovu kama huo katika ufalme wa mbinguni. Hakuna. Kwa sababu umewapa watu mali nyingi. Umewapa watu, umesomesha watoto wa wenyewe. Unaenda kanisa mapema. Unaomba maombi mengi. Umejifungia milimani. Hiyo yote ni kazi yako. Acha kujitesa. Wacha kujitesa. Sio tithe. Tithe hata hakuna mahali iko. Igai. Uliza na uweze kuelewa utoaji ni nini. Sio kwa sababu unatoa tithe. Na kama ni tithe, watu wengi wangekuwa na mambo mazuri, pesa nyingi, magari, manyumba, mashamba. Hawangekuwa wanapigania tuviwanja uko nyumbani. Na niguo marutire tithe. Na nginya marutire irio cia migoda ci tithe, na riu migoda na ndire kindu irutaga. Ng'ombe ni ciahukire, nguku ni ciahukire, mburi ni ciahukire, na niguo warutaga turi twothe twaciarwo. First fruit. My dears. Eke ngwire. Ono ngethio kwe andu aria marongoragia. Mababa maria marongoragia maitaga thakame na kou. Ono ngiruta magongona macio mothe gutire kindu kuona. Njira neno, njia ni moja ya kuingia uzimani, na ndiye Christ. Hallelujah. Njia ni moja, na ndiye Christ. Hakuna damu ya kondoo wala ya haifa itaweza kukuokoa katika mkono wa ibilisi. Hakuna hata itakaye kuokoa katika mkono wa Mungu. Damu ni moja, ile ilimwagika msalabani, na ni damu ya Kristo Yesu. Sio ya ng'ombe, sio ya kuku, na sio ya buzi. Wale wanatoa mabuzi, wale wanaambiwa mko na nini, hawa mabamba wamejikusanya kusunguka huku na kule wakidanganya watu mambo ya traditions, cultures. Uongo mtupu. Sisemi culture haiko, hata tradition haiko, na siko, lakini zote zinafaa kuandamana na
neno la Bwana. Hata Yesu alikuwa alikuwa kwao kulikuwa na tradition fulani, ni walikuwa wakacha fulani, lakini Yesu yote aliishika akaifunga pamoja na kweli na imani na neno la Bwana. Ikawa ni uzima uletao uzima wa milele. Bwana asifiwe. Si kitu ya kujiletea wala kujitafutia. Nimeshukuru sana na nimekupenda. Kitu sitasahau kusema ni ya kwamba ati athuri ya kiama ni ndandikirwo nderwo metagwo athuri ya kiama. Nima metagwo athuri ya kiama. Athuri ya kiama ni amaheni. Ni kuhenania mahenanagia. Ni kuhenania. Gutura thiuruka na tuhiu tunore. Mugutura muitaga thakame. Mugutura muherithagia ciana cianyu. Mugutura murutaga magongona. No gutire hindi igongona riu likakuhonokia we na generation yaku. Nginya we urariruta ritigakuhonokia. Generation yaku ndikahonokio ni magongona macio. Jesu okiri akira mutumia ore wari githima-ini. Magongona maya mothe murutagira nginya miti-ini. Kuria guothe murutagira ni magakinya mwisho. Murihoyaga na muhoere omwe uria wetagwo Kristo Jesu. Witikio gakorwo ri omwe uria umaine na witikio wa mwathani witu Jesu Kristo. No ti witikio wa ithaka-ini. Ti witikio wa kuruta magongona. Ti witikio wa guthie mundu akahingira kanitha gaikara kuu nginya nduraria na nduranyua uherithagia mwiri uria urendwo hunjie. Ti ukaria migate iri oraria ati sacrament and blood of Jesus. Ugathi ukamithuguma no kamemea. Kiugo kia Ngai no kio gitathugumagwo na no kio gitameagwo. Na kiugo kia Ngai no kio gitaingira ganda ya irio. Na no kio gitaumagira na guko nyunjure. Kiugo kia Ngai kiingira thiini wa ngoro ya mundu kiumagira kanua na undu wa kuheana muoyo. No irio ciingirira kanua. Iyo muleta sacrament yaingirira kanua. Iyo muleta divei yaingirira kanua. Ethiago kamitwara kioro. Ukamea. Ugatinda wikirite suira njeru. Ukikihira sacrament. Ukikihira mathugumo. Iyo leta damu ya Kristo. Iyo yote ilikuwa mifano na Yesu alisema ilifika mwisho. Na kiuga onake ndekunywa ringi divei ya mithabibũ. Onginya riria akagurani tondu ndakwite riria nguraniirio kuguranirio gwake ni kukua agithikwo agicoka kiriuka uhoro ucio wa mithabibũ na uhoro ucio wa kuria metha ugithira atumwo kutoka kitabu ya Acts atumwo hawajanena kuhusu tena sacrifices ama iyo mambo ya breaking iyo brand iyo mutuaga teneguo. No ni makoragwo na no ni head makori na Lord Supper na supper ni supper kuria muhurukiete handu tuku ne mau mothe ni to no turitariria mwathani arogocwo. I love you so much. Ne gwari iguru ria conference tuko nayo katika mwezi wa 8. Tumebakisha kama wiki 3. Conference tuko nayo tarehe 21, 22 and 23 Friday, Saturday and Sunday. Ninakukaribisha sana katika kanisa yetu ya Well of God Ministry Fellowship. Uko menye uhonokio nikekuja ujue wokovu ni nini na mtu anaokolewa namna gani, na ndio uweze kuingia katika ufalme wa mbinguni. Unaingia namna gani? Bwana asifiwe. Yani unapokea huo ufalme namna gani? Hiyo ndio wakati ule tutakuwa na hiyo Amazing Glory Conference katika Well of God Ministry Fellowship, na kanisa yetu iko Kayole 1. Na stage ile mtu anawekwa na gari kutoka town inaitwa Sadiki stage kutoka town 1960, ama gari yote ya Kayole ya kutoka town. No, sio yote, ni 1960 itakusunguza ikulete mpaka Sadiki stage. Na 17 Kayole ya Lauda kutoka na huko Osops kuja Lauda
Lauda utapanda 17, na ukipanda 17 itakuleta ukuje utoke uambie wakuweke katika Sadiki stage. Sadiki stage. Hallelujah. Na ukitaka ukiona umeshindwa, watu wote wa kutoka pande ya inaitwaje? Pande ya Jackson watawekewa Kayole 1. Na ukiwekewa kwa Kayole 1 utavuka, utateremka na hiyo njia ya Kayole 1 ukuje hapo. Kuna primary school sijui inaitwa inaitwa Kayole 1, I think kido katakeu uikoroke na opite karwe karia taneos o hau rugongo hau he bikes hau no kuingirira naho hau Sadiki niyo itagwo Sadiki stage. Wambate na ndukorie mundu ni ukona bana ya conference na ni ugatwona handu hau, na ungirigwo tumira namba eno, tumia hii namba 0726 53 52 39, lakini tutamuonyesha tutaweka namba nyingi kutoka Monday ndio tuweze kutangaza mambo hayo vizuri na vyema kulingana na vile inavyohitaji. Kwa hivyo karibuni sana katika conference yetu katika tarehe 21, 22 and 23. Na mapenzi ya Bwana itafanyika kulingana na vile mpango wake ulivyo katika maisha yako. Wacha tuombe. Nashukuru kwa wote wale tuliokuwa nao. Bwana wetu, katika jina lako Yesu Kristo tunakushukuru na tunakuinua. Wewe ni Mungu na wewe ni mwaminifu katika uwezo wako wote. Bwana, tumejua wewe ni mfalme katika mambo yote. Asante ni kwa sababu ya kutupa kibali hicho, na ukatufia na ukatuondoa katika mauti na ukatuondoa katika udhaifu wa mwili huu, na ukatupa Bwana kibali ya kuitwa wana wa Mungu. Tunakushukuru siku ya leo. Wacha watu wako wale wamebarikiwa tayari, baraka ziendelee na kumiminika juu ya maisha yao Bwana. Kazi ya mikono yao ipanuliwe na iweze kuwa na faida, na wale wote wamenyang'anywa vitu zao, mali zao, fedha zao siweze kuregeshwa kwa utukufu kwa mapenzi yako Bwana. Wale wote wako katika vita imewakibisa, ninawaombea amani katika maisha yao katika jina lako Yesu Kristo. Wale wote wamepoteza watu wao Bwana, ninawaombea amani ndani yao. Familia zao ziweze kufarijiwa na neno lako na mapenzi yako katika jina lako Yesu Kristo. Ninaomba kwa wale wote wako katika hali ya kufinyika kwa sababu ya mambo mengi imewasukuma, hali zimeinuka. Ninawaombea amani na mambo yote iweze kuwa katika usawa wa utukufu wako wewe Bwana, katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. Nawapenda sana na ninajua ya kwamba uwezo wa Bwana upo pamoja nasi kwa wote wale waaminio. Na tuonane kesho.